Na mtazamaji, napokea kijiti kutoka kwake Eden Bahati kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Tunaanza kwa kuangazia habari za michezo kitaifa. Mashindano ya Masoko Cup 2026 yamefunguliwa rasmi leo, huku timu za Temeke Stereo na Mbagala Market zikitarajiwa kufungua pazia la msimu wa 4 wa michuano hiyo katika mchezo utakaopigwa Juni 16 mwaka huu kwenye uwanja wa Bandari, chuo cha utalii jijini Dar es Salaam, kwa kukutana timu mbalimbali za masoko jijini Dar es Salaam katika mbio za kusaka ubingwa wa msimu huu. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi na upangaji wa makundi, mjumbe wa kamati ya mashindano ya mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam, Daudi Kanuti, amesema maandalizi yote yamekamilika na mashabiki wanatarajiwa kushuhudia ushindani mkubwa kutoka kwa timu zinazoshiriki. Aidha, meneja wa Radio Magic FM na mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Masoko Cup 2026 Lazaro Matalange amesema maandalizi yamekamilika na mashindano ya mwaka huu yanatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa zaidi. Hapa naibu meya hapa ametupa mambo makubwa sana. Kama kweli, kwanza tumpigie makofi malao matatu. Sisi sio watu wa maneno, sisi watu wa vitendo. Sasa jambo letu ndio linaenda kwenye joto kali. Hata Masoko Cup pia ilizaliwa kutokana na mawazo madogo sana. Sisi kama vyombo vya habari tulikuwa tunaangalia namna ambavyo tutaweza kuwa karibu na marafiki zetu, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu wanaofanya biashara kwenye masoko ya jijini Dar es Salaam. Na njia pekee ambayo tuliona tungeweza kuwafikia na tukawa tunazungumza lugha moja, kwa sababu utafiti tunaonyesha kwamba wao ni wafuatiliaji wazuri wa vipindi vya michezo kutoka kwetu. Tukaona tuanzishe mechi za urafiki za kila wiki. Kwa kila wiki tulikuwa tunacheza mechi moja na soko moja kwa kuzunguka mkoa wa Dar es Salaam. Sasa ndani ya mzunguko huo ndio yakawa nazaliwa wazo moja baada ya lingine linachakatwa mpaka likaja kupatikana wazo la kwamba jamani, nadhani sasa hebu tutengenezeni ligi, tukutanishe masoko haya yatakaoweza kushiriki Dar es Salaam, tupate ligi moja kubwa twende nayo. Na kuanzia hapo sasa, huu ukiwa ni msimu wa 4, tukawa tumepata Masoko Cup. Kwa hiyo kwanza kabisa niwapongeze na kuwashukuru sana masoko yote ambao tumeshiriki nayo kwa muda wote na yale ambayo yameingia tena kwa mwaka huu. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma ameridhishwa na zoezi la ufungaji wa viti katika uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha viwanja vya michezo nchini ili viweze kutumika katika mashindano ya kimataifa hata baada ya AFCON 2027. Mwinjuma amepongeza ubunifu wa upangaji wa viti hivyo na kuwataka wananchi kutunza miundombinu ya michezo. Meneja wa uwanja huo Nasoro Makao amesema viti 6500 tayari vimefungwa, huku viti 2500 vikihitajika kukamilisha eneo yaliyobaki baada ya ukarabati huo, na uwanja wa Mkwakwani utakuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji 9000 watakaokaa kwenye viti. Vile viti ambavyo vilitoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa vimepatiwa hasa kazi ya kufanya, na uwanja wa Mkwakwani hapa mkoani Tanga umeonyesha mfano wa nini kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo jambo limenipa matumaini sana, hasa ukizingatia pitch ya Mkwakwani pia ni nzuri sana. Ukiweka na hiyo majukwaa, kwa sehemu kubwa ukarabati wa uwanja wa Mkwakwani umeonyesha nini ambacho tunatakiwa kifanyike. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wamiliki wa miundombinu ya michezo, lakini wadau mbalimbali ambao wanaweza kutuchangia kwenye michezo, waone mfano huu na kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanayafanyia kazi, maeneo ambayo wapo wanatengeneza miundombinu mbalimbali ya michezo. Ni jinsi ambavyo viti hivi vilitolewa tu, lakini vilivyokuja hapa, yani vilitolewa shagala bagala, rangi tofauti na nini. Vilivyokuja hapa, watu waungwana wa mkoa wa Tanga wakavipanga kwa rangi. Unaweza kuona kuna ubunifu kwenye namna hata ya kutengeneza miundombinu yetu, hata kwa kiwango kidogo cha rasilimali fedha ambacho tunacho. Vile vidogo tulivyo navyo tuna improvise ili kuhakikisha zoezi linafanikiwa.
Kwingineko, serikali mkoani Tabora imewataka wanamichezo walioteuliwa kuwakilisha mkoa huo katika mashindano ya kitaifa ya UMITASHUMTA na UMISETA yatakayofanyika mkoani Iringa kuzingatia nidhamu, umoja na mshikamano ili kuhakikisha wanapata matokeo mazuri, kukuza vipaji vyao na kuendelea kulinda heshima ya mkoa katika michezo ya shuleni. Mwanamichezo wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatuarifu zaidi. Hapa ni uwanja wa shule ya sekondari ya wavulana Tabora. Vijana zaidi ya 120 pamoja na wakufunzi wao 17 wataenda kuwakilisha mkoa katika mashindano ya kitaifa yatakayofanyika mkoani Iringa. Katibu tawala wa mkoa huu Daktari John Mboya, kwa niaba ya serikali ya mkoa huu akiwa katika kilele cha kufunga mashindano hayo kimkoa, anatoa wito kwa vijana. Kupitia michezo hii tumeweza kuchuja na kupata cream, yani timu imara na madhubuti ya mkoa wa Tabora ambao itakwenda kutuwakilisha kule mkoani Iringa kwenye mashindano ya kitaifa. Na hiyo. Kwa hiyo tuwaombe mtakapoenda kule Iringa mzidishe ari, muongeze ubunifu ili muweze kushika nafasi ya kwanza. Lakini baada ya hapo utaona kwamba vipaji hivyo mtavitumia sana katika maisha yenu yote kama nilivyosema. Jukumu hilo ni kwenda kuchukua vikombe karibia vyote na kurudi navyo na nafasi ya kwanza kitaifa. Ndugu viongozi mnaoambatana na timu, nanyi viongozi, walimu na madaktari mnaoambatana na timu, sasa ninawakabidhi watoto hawa. Nendeni mkae wazazi wao, na sisi mkoa hatutavumilia kama tukisikia kuna uzembe wote umetokea. Tuna imani kubwa kuwa timu ambazo zimechaguliwa zitaenda kurudisha vikombe na heshima ya mkoa wetu. Michezo hii imesaidia kujenga miili na akili za wanafunzi wetu, huku nidhamu ya hali ya juu ikionekana uwanjani na nje ya uwanja. Pia nazidi kuwasihi wasikate tamaa katika michezo, kwani michezo ni ajira, afya pamoja na ushindi wa kimataifa. Tupo kwa 100% kuendeleza kipaji chetu. Katika kuunga mkono jitihada za serikali za uhusiano wa kidiplomasia na mataifa mbalimbali ya kigeni, Tanzania na Denmark zimeendelea kushirikiana katika sekta ya utamaduni, ikiwemo utamaduni wa ngoma za asili na lugha ya Kiswahili, jambo ambalo limetajwa kuzidi kuibua fursa kwa Watanzania. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Katika hafla ya kuadhimishwa kwa miaka 177 ya katiba ya Denmark iliyofanyika nyumbani kwa balozi wa Denmark hapa nchini na kuhudhuriwa na mabalozi mbalimbali, hafla ambayo ilipambwa na burudani ya ngoma za asili zilizobeba utamaduni wa Tanzania na Denmark, jambo ambalo limeendelea kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa mataifa hayo mawili, ambapo mgeni rasmi katika hafla hiyo, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi, ameeleza umuhimu wa ushirikiano wa mataifa hayo katika nyanja ya utamaduni. Tunifurahisha ni kuona ngoma zetu za Kitanzania zinachezwa, zikichezwa pamoja na ngoma za Kidenmark. Kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi gani tamaduni zetu zinaingiliana. Tumekuwa nao muda mrefu kiasi kwamba na wao katika sherehe zao wanaona umuhimu wa kuwa na ngoma zetu za Kitanzania. We want to emphasize cultural collaboration because we believe that cultural exchange improves mutual understanding. Sisi kama ASEDEVA ni fursa kubwa sana kwa sababu kwanza sisi ASEDEVA theme yetu kubwa ni kuweza kutunza na kuhifadhi utamaduni, kupata connection kama wasanii, kuweza kupata connection, kujuana, pia hata kubadilishana asili zetu. Kenny Malila, Channel 10. Na kwingineko, viongozi, watumishi pamoja na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania tawi la Mbeya wameandaa bonanza la kuadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo kwa kufanya michezo kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya ili kujenga afya ya wafanyakazi na kuongeza ufanisi mahala pa kazi. Taarifa ya Rozi Chapewa inatueleza zaidi. Nimezungumza na baadhi ya viongozi wa Benki Kuu tawi la Mbeya kuhusu bonanza hilo la maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Tunafanya kazi kwa weledi mkubwa, na kama mnavyoona nchi yetu imetoka mbali, lakini sera zake za kifedha zimeweza kusaidia mambo mbalimbali ya ukuaji wa kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kukua kwa kiwango kizuri, na hata tulipokuwa tunapata matatizo mbalimbali tuliweza kusimamia vizuri sera za kiuchumi na sera za fedha, ambapo tumeweza kuendelea vizuri na ukuaji wa uchumi. Tumeanza na michezo ili tujenga
kwa sababu muda mrefu tunakuwa tumekaa maofisini, na ili kujenga afya zetu tunabidi tunafanya mazoezi. Kwa hiyo leo tumehamasishana sisi pamoja na wadau wetu ambao wanatuzunguka. Kuna commercial bank na taasisi mbalimbali za kiserikali na taasisi ambazo sio za kiserikali. Tumekaa pamoja kucheza na kuchangamsha miili yetu na kuhamasishana kwamba katika kufanya kazi, kitu kimoja hapo muhimu pia ni kufanya michezo ili kujenga afya zetu na tuwe na afya bora. Watanzania wote tunataka tuwaambie kwamba Benki Kuu inatimiza miaka 60. Kwa hiyo tumewaalika wadau wetu mbalimbali kuja kujumuika nao katika michezo kama sehemu mojawapo ya kazi, kwa sababu afya ndio inayotufanya tunaweza kufanya kazi zetu. Kwa hiyo tukawaita wadau wetu ili tuanze kutambulisha shughuli zetu hizi za kutimiza miaka 60 ya Benki Kuu kwa kucheza pamoja, kufurahi pamoja, na pia kupeana ujumbe wa namna ambavyo Benki Kuu imeweza kusimamia uchumi kuanzia mwaka 66 mpaka mwaka 2026 leo inapofikisha miaka 60. Kwa hiyo kwetu sisi swala la kucheza tunalichukua kama ni sehemu mojawapo ya adhimisho na kusherehekea miaka 60, kwa sababu michezo, tunaamini michezo ni afya, na ukiwa na afya ndio unaweza ukafanya kazi vizuri na kwa ustadi. Kutoka hapa katika viwanja vya kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa. Taarifa hiyo ya Rozi Chapewa kutoka pale mkoani Mbeya inaweka utuo kwenye habari za michezo kwa upande wa kitaifa, na sasa tukaangaze kujua yaliyojiri kwenye habari za michezo kwa upande wa kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Mmiliki mwenza wa klabu ya West Ham United ya jijini London, David Sullivan, amejiuzulu wadhifa wake kama mwenyekiti mwenza na mkurugenzi wa klabu hiyo baada ya kufahamishwa kuhusu kuchapishwa kwa tuhuma nzito za kihistoria ndani ya klabu hiyo. Sullivan, baada ya kuachia ngazi, amekanusha taarifa zinazoendelea kuwa na matumizi mabaya na yasiyo halali kwa The Hammers, na anasema anaondoka ili kuepusha usumbufu kwa klabu wakati anashughulikia tuhuma hizo nzito. Sullivan amekuwa mwanahisa mkubwa zaidi wa klabu hiyo tangu kifo cha mshirika wake wa kibiashara David Gold mnamo Januari 2023, ambacho kilimwacha na hisa 38.8% za umiliki wa klabu hiyo kongwe ya jijini London. Sullivan na Gold walikuwa wenye viti wa pamoja wa West Ham waliposhinda hisa nyingi zaidi za klabu hiyo mwezi Januari mwaka 2010. Ikumbukwe West Ham United imeporomoka daraja msimu uliopita na sasa rasmi itacheza ligi ya Championship kwa msimu ujao wa 2026-2027. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Shukrani Kenny Malila, na ndivyo ambavyo anatamatika akiangaza kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa usiku huu wa leo kwenye habari za michezo na burudani. Atarudi hapa Eden Bahati kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima. Mimi naitwa Esther Mtebe.